Habari za saizi, kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwenyekiti wa Kalamu ya Rais Samia inaongea. Niko hapa na viongozi wangu wa kidini. Mimi leo sina mazungumzo. Lengo langu kubwa na jukumu langu kubwa lilokuwa hapa ni kuweza kuwakaribisha na kuweza kuzungumzia haya ambayo watazungumza, lakini kwa ufupi tu Kalamu ya Rais Samia ina jukumu kubwa sana. Ninapozungumza jukumu kubwa sana, moja ya jukumu kubwa lililokuwepo ni hawa viongozi niliokuwa nao. Hawa ndio watendaji. Sisi wengine ni kama uongoza njia tu, lakini watendaji wakubwa ni hawa viongozi tuliokuwa nao, na maana ni viongozi wa kidini na wa kimila. Na maana hapa tuna ndugu yetu mwinjilisti ni kutokea upande wa Kikristo, na hapa tuna shehe kutokea upande wa Kiislamu, lakini pia katika mikoa mingine tutakaokwenda tutakuwa na viongozi wa kimila, itakuwa ni hivyo. Lakini jukumu hili kubwa naweza nikazungumza ya kwamba kazi yetu kubwa ni kuweza kumulika miradi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jukumu letu kubwa ni kuweza kuangalia kila mradi uliotekelezwa na Rais Samia. Ndio maana inaitwa Kalamu ya Rais Samia inaongea. Jukumu hili ni neema na ni fursa kubwa kwa waandishi wa habari nchi nzima. Wana jukumu la kutembea na viongozi hawa wa dini. Wana jukumu la kuingia kila mkoa kwa ajili ya kwenda kumulika miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hodi wakuu wa mikoa, hodi wakuu wa wilaya. Mimi sio mzungumzaji, hili na jaribu kudokeza tu kidogo kwamba tutakapokuja katika mikoa yenu tunahitaji ushirikiano, mtuonyeshe miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tuna jopo la waandishi wasiopungua 70 mpaka 60. Tutakuja nao kila mkoa kwa ajili ya kumulika miradi iliyotekelezwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia kama viongozi wa dini nao watapiga hodi kwa upande wao. Kwa mimi kwa ufupi la kwangu lilikuwa ni hili, sitaki kuzungumza mengi. Hii shughuli sio ya kwangu. Shughuli ni ya viongozi tuliokuwa nao hapa. Sawa. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah wahdahu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kweli tumefurahishwa sana na taasisi hii ambayo imezinduliwa inayoitwa Kalamu ya Mama. Kwa kweli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man sana alaikum ma'rufan fakafi'u, mwenye kukufanyieni jambo zuri mumlipe. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu, mkikikosa cha kumlipa muombeeni dua. Sasa mama, Mwenyezi Mungu amhifadhi, toka alipoingia madarakani kuna mambo mengi sana kafanya mazuri ambayo watu wajinga huwa hawayaoni. Wao kutokana na ile chuki binafsi, chuki iliyowajaa katika nafsi zao, hawaoni yale mema aliyoyafanya mama. Walillahi alhamdu. Mimi nilibahatika kutembelea huko Songwe, huko nitembelea huko Njombe, sehemu mbalimbali katika zile sehemu ambazo mama amejenga mahospitali makubwa. Kuna mahospitali huko kama Muhimbili, si jambo dogo, mambo makubwa kabisa. Nimeyashuhudia kwa macho. Kajenga mashule huko, tena kwa muda mfupi tu. Sasa yale ni maslahi yetu sisi wa Tanzania, yale ndo maslahi yetu. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri na Mwenyezi Mungu amlinde na shari. Amin. Kwa sababu kafanya mambo yatakayowafaa hata watoto wetu au wajukuu zetu. Sisi tunaweza tukafariki, basi wale watoto wetu wajukuu zetu yatawafaa.
Hatuzungumzi kwa maskhara, ni kweli kabisa, tumeshuhudia kwa macho. Isipokuwa sasa watu, kama unavyojua kawaida ilivyo, maskini, watu maskini wanakuwa na chuki tu wakati mwingine ghafla bila sababu yoyote na matajiri, na watu wasiokuwa na elimu ghafla tu wanawachukia wenye elimu. Hiyo kama tuseme natural, yani natural. Mfano hapa tunaye mzee wetu, mzee Saidi Salim Bakhresa. Basi mtu anaweza kusema Bakhresa ana pesa gani bwana? Yeye hata milioni 100 hana. Anamzungumzia mtu mwenye mamilioni. Yeye milioni 100 hana, anamzungumzia mtu mwenye mabilioni. Au kama sisi walimu, mtu anaweza kukejeliwa. Mfano shekhe wangu hapa, shekhe wa Kigamboni, labda anasomesha Riyadhus Salihin, kitabu hicho kinaitwa Riyadhus Salihin. Basi mtu anaweza kukejeli akasema, yule shekhe wa Kigamboni bwana ana elimu, anasomesha Riyadhus Salihin. Yeye Irshadul Muslimin hawezi kusomesha, ndo kitabu cha mwanzo kabisa. Yeye hicho hawezi kusomesha, anamkejeli mtu anayesomesha kitabu kikubwa. Ni kawaida ilivyo. Basi hata ukifanya vipi, binadamu tulivyo hatuna shukurani. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, wa qalilun min ibadiya shakur, wachache mno katika waja wangu wenye shukurani. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tumpongeze mama, tumuombee dua sana. Tena sio kwenye mikusanyiko tu, hata ukiwa faragha, hata nyumbani, hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, maana mwezi huu dua zinajibiwa sana. Kwa hiyo tushughulike hasa katika kumwombea mama na wasaidizi wake wote, kuwaombea dua. Mwenyezi Mungu awape afya nzuri, awape na maarifa makubwa zaidi, ili nchi yetu ipate mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa mukhtasari ni hivyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarehe 23 mwezi huu, tarehe 26 mwezi huu, kutakuwa na iftar, kutakuwa na futari hapa. Tena mzee hapa ananiambia na watoto yatima watakuwepo. Si jambo dogo hilo, maana mtume wale anawasifu wale, alafu anasema ana wakafilul yatim fil jannati hakadha, wa ashara baina sababati wal wusta. Anasema mimi Muhammad na mtu yeyote mwenye kumlea vizuri yatima, peponi tutakuwa namna hii, yani bega kwa bega. Wa ashara baina sababati wal wusta, akaonyesha ishara kati ya kidole cha shahada na hiki kidole cha katikati. Yani ina maana jirani yako atakuwa mtume peponi utakapomlea vizuri yatima. Kwa hiyo mayatima ni watu muhimu kweli kabisa, kukaa nao, kula nao namna hiyo. Kwa hiyo tarehe 26 mwezi huu insha Allah taala, hapa kutakuwa na iftar na kutakuwa na dua maalumu ya kumwombea mama na serikali nzima kwa ujumla. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupe nguvu siku hiyo ya tarehe 26 tuwepo katika jambo hilo. Wassalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Abubakar Ahmed Abdul Swamad. Naomba nitangaze vyeo vyangu sababu mimi ni mtumishi. Ni amiru baraza kuu la jumuiya wilaya ya Kinondoni, lakini pia ni amiri mkuu wa umoja wa maimamu mkoa wa Dar es Salaam. Halikadhalika vile vile
ni katibu mkuu wa Al-Islam Tanzania, na vile vile ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation wilaya ya Kinondoni. Haijatosha, pia vile vile ni katibu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa taasisi inaitwa TIKU, timu ya kuombea nchi yetu na viongozi wetu. Nipo hapa kwa ajili ya kuitolea maelezo kalamu ya Mama Samia. Kalamu ya Mama Samia kwa sisi wa Tanzania tunaiona inafanya kwetu sisi na ina matumaini makubwa sana. Kalamu ya mama imeenea nchi nzima, au imeeneza maandishi yake. Kalamu ya mama, sisi wa Tanzania, kwa sababu tumekuwa katika maadili na mama yetu katufundisha tukutane tusalimiane kwanza. Tutasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kazi iendelee, kaanza kaanza kazi, na kweli kazi tumeiona. Mama Samia hakuibuka kama uyoga, amekuja kwa taratibu na kubalika Mwenyezi Mungu alimpangia, lakini baada ya kupewa mamlaka, kalamu yake kubuni mambo ndiyo amewafikishia watendaji wake, tunayaona, tunafaidika. Mimi sitakuwa na msemaji mkubwa sana kusema sana mambo mengi, isipokuwa nitazungumzia kalamu ya mama ilipopita katika miundombinu. Kwa miundombinu Tanzania nzima, hii ni mashahidi kwamba kila kona ya Tanzania, kila kona ya nchi, kuna watu wa kandarasi wanafanya mambo yao, au madaraja, wajenga mifereji, wa mabarabara yanajengwa. Kwa hiyo ni ishara kwamba kalamu inafanya kazi. Sisi wakati mwingine unaona kero hapa na hapo, unasimamishwa, ingia upande upungulia, lakini faida yake baadaye muda mdogo tutaiona. Kwa hiyo sisi kalamu ya mama tunaipongeza sana. Mama kalamu yake inafanya kazi vizuri na sisi tunaifuatilia. Sisi kama shekhe, tukiona wenzetu wachungaji, tuko sambamba na kalamu ya mama katika kuyafuatilia yale ambayo wanafanya. Sisi tumetangaza, tumekubaliana kwamba kuisapoti kalamu ya mama na kuitangaza, tutaendea mikoa yote ya mkoa wa Tanzania kwa wilaya zake, kama alivyosema msemaji wa kwanza kwamba tunawaomba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya watusapoti, watupokee kuiangalia kalamu ya mama ifanye nini, sababu tunakwenda kukutana na viongozi wetu katika mikoa, watueleze na wao wanaionaje kalamu ya mama inafanya kazi vipi, kama wamemulika wakaona inafanya kazi vipi. Kwa hiyo tunaomba sana viongozi wa mikoa na wilaya watupokee na watu waone lengo letu hili nzuri. Allah atuwezeshe sana. Mimi yangu machache ni hayo. Salamu alaikum wa rahmatullahi minkum. Naam. Nianze kwa kusema asalamu alaikum. Na kwa wale wenzangu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti Zebedayo, natokea katika Zebedayo Mwangunda. Jina langu naitwa Zebedayo Mwangunda, natokea katika Umoja wa Injilisti Tanzania wa KITA, nikiwakilisha kalamu hii ya Mama Samia. Mimi katika salamu hii ya Mama Samia nataka nizungumzie kwenye eneo la amani. Katika muktadha wa amani ambao tunaiona leo kwamba Mama Samia ameweza kutuongoza vizuri, nataka nitoe tafsiri tu ya kawaida, maana Watanzania hawahitaji kuwaeleza kwa undani sana, natakiwa tu tafsiri ya kawaida inayoonyesha amani yetu ya Tanzania. Tunapozungumzia Mama Samia kwamba ameweza katika eneo la amani, kwanza tunamuona ni rais ambaye anapenda maridhiano. Tumeona akiwa anajitahidi kutengeneza maridhiano, na mtu anayependa maridhiano ni mtu ambaye anapenda amani.
ni mtu ambaye hataki mambo ya vurugu. Kwa hiyo anataka ile makubaliano, tufanye nini, tuendelee na taifa letu. Kwenye eneo hilo tumemwona na inatafsirika kawaida tu, na tumeona akipigana kwenye hilo. Lakini tafsiri nyingine ya pili ambayo tunaona kalamu ya Mama Samia inaongea kuhusu amani, tunazungumzia habari za sisi kama watumishi tunafanya mikutano yetu kwa amani. Hatuoni vurugu inatokea kwenye mikutano yetu, mihadhara na sehemu mbalimbali tunafanya, tuna makusanyiko ya maombi sehemu zote. Tunaona tunaenda salama na tunarudi salama. Hiyo ni tafsiri ya kawaida ya kuonyesha kwamba Tanzania tuna amani ambayo Mama Samia amekuwa akiendelea kuisimamia. Lakini tafsiri ya tatu ya amani ambayo tunaiona kwa Mama Samia ni taifa lolote lenye amani. Watanzania najua wanapenda sana michezo, lakini tunaona timu zinaenda huku, watu wanaenda uwanjani, wanashangilia mpira, wanarudi. Hii ni tafsiri ya kawaida ya kwamba Tanzania kuna nini? Kuna amani. Lakini tukio lingine la nne, nchi yote yenye amani, tunaona nchi nyingi za Afrika zinakuja Tanzania kwa ajili ya kufanya mikutano yao. Tumeshuhudia viongozi wakubwa wengi kabisa ambao wamekuja hapa. Juzi hapa wamekuja viongozi wakuu wa nchi. Tumeona mikutano mingi inafanyika hapa. Kama kusingekuwa na amani, tusingeweza kupata hiyo mikutano. Kwa hiyo kwa tafsiri ya kawaida hiyo tu inaonyesha kwamba mama analitunza, ameendelea kuliongoza taifa letu na kuendelea kuweka tunu yetu ya amani, sababu amani ni tunu ya Watanzania, na ameendelea kuienzi hiyo tunu, na mpaka hapa leo hata tulipo hapa tuna amani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo rais wetu, na tunamuombea endelee kumpa hekima na maarifa, na endelee kutuongoza kwa amani ile ambayo Mungu amempa, ili tuendelee kupata ustawi wa nchi yetu na tuendelee kuishi kwa amani, tufurahie tunda la amani. Mungu awabariki sana. Mbea nchi yetu ya Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani, utulivu, lakini nchi yetu ya Tanzania iendelee kustawi na kukua, na Mheshimiwa Rais ambaye anafanya kazi kubwa ya kuipambania nchi hii, kusimamia vizuri, kutengeneza miradi mikubwa, aweze kulindwa na kuhifadhiwa na kupata nguvu na kila kile anachokifanya kiende. Lakini kipekee mwaka wetu huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi ni jambo ambalo linatetemesha, linastua, linasisimua na linaibua hisia, mawazo, na watu wa aina tofauti, wema na wabaya wakati mwingine wanaingia kwa sababu ya tukio hili. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kupitia futari hii, na kwa vile tutakuwa tumefunga, tuko watu wa kada zote kubwa, tutamlilia Mungu wa mbingu na ardhi. Tutasema na Allah tukiwa katika vinywa vilivyofunga kabla hatujafungua na wakati wa kufungua. Tumwambie, ya Rabbi, tunakukabidhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umlinde, umhifadhi. Tunakukabidhi nchi yetu, uisalimishe, uilinde, na kila mwenye kutaka kuleta dhamira mbaya, uchochezi na mipango, njama na hujuma ashindwe, ili tupite salama katika uchaguzi huu. Hatimaye Mheshimiwa Rais aweze kuendelea kutuongoza vizuri na tupate viongozi wazuri katika nafasi zote watakaoweza kuipeleka mbele nchi yetu. Mimi Abdallah Idi El-Hadhrami, kama Sheikh wa wilaya Kigamboni, kama kiongozi mkuu wa Waislamu, lakini pia kama mwenyekiti wa kamati ya amani wilaya ya Kigamboni, kwa maana pia nikiwa ni kiongozi wa viongozi wa dini zote, niseme sisi kama viongozi wa dini tunaunga mkono sana mpango huu. Mpango wowote ambao utawakusanya watu kumlilia Mungu, mpango wowote ambao utafanya watu waweze kuijali nchi yao, sisi viongozi wa dini tunaunga mkono, na tumelikubali kulilea jambo hili, kulisimamia na kuhakikisha linafanyika kwa ufanisi na kwa nidhamu za hali ya juu na kwa uchamungu, ili ile dua na yale maombi na sala tutakazozifanya zilete tija inayokusudiwa, na Mola Subhanahu wa Ta'ala apokee dua zetu ili tuweze kupata salama katika nchi yetu hii. Lakini lingine, kuna suala la ukarimu. Ukarimu ni katika tabia za Kitanzania, lakini ukarimu
ndi dalili ya neema. Watu kama hawana ukarimu hawawezi kupata neema. Kwa hiyo tunawapongeza vijana kwa kufanya ukarimu, unaleta neema. Ukarimu unaondosha nekma, unaendesha mateso. Ukitoa ukarimu ukawakirimu watu kama hivi wakada tofauti, tutakuwa na mayatima na watoto na wasiojiweza wakala, unakuwa ni kinga wa kukinga dhidi ya mabalaa, kukinga dhidi ya mikosi na kukinga dhidi ya majanga na mitikisiko mikubwa. Kwa hiyo iftari hii pia tunapongeza ukarimu huu, na kwa ukarimu huu ambao wanakirimiwa watu, tunamuomba Mwenyezi Mungu aupokee na iwe ni kinga kwa nchi yetu na rais wetu na Mheshimiwa Samia, lakini iwe kinga kwa vijana walioandaa iftari hii, lakini pia iwe ni kinga kwa Watanzania wote kwa ujumla. Amin. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tutalisimamia na tutalia kwa ucha Mungu, na siku hiyo tarehe 26 tukiwa ndo tunaenda kutaka kumaliza Ramadhani na tutakuwa tunaingia karibu na Lailatul Qadri, usiku mtukufu kuliko usiku wote, tutahakikisha tunalipeleka jina la Mama Samia mbinguni. Tunamkabidhi Allah amlinde, amkinge, amhifadhi kwa nguvu zote. Kama kuna ubaya na shida yoyote, tunamkabidhi katika siku ile na katika usiku ule mtukufu, ili apate salama, na kusalimika kwa rais ndio kusalimika kwa nchi. Kalamu ya Mama Samia oye! Kwa ufupi, majina yangu naitwa Mchungaji Gervas Samson Miombe, napatikana pale Rengato Kigamboni. Kwa ufupi ni kwamba Watanzania wanaonisikiliza na wanaoniona, ninaamini kwamba kalamu ya Mama Samia wanajua nini naongea. Mengi yameongelewa, lakini nataka niseme kalamu ya Mama Samia pia wamama waliokuwepo kule mbali na wananiona na kunisikiliza wanajua kwamba imemtua mwanamke ndoo kichwani. Lakini pia kalamu ya Mama Samia inajua, wanajua Watanzania kwamba hata maeneo mengine leo hii hata kwenye vibanda vya makuti umeme umeingia. Hii yote ni kalamu ya Mama Samia inasema. Mimi niseme tu kwamba kwa ufupi, sitaki kurudia sana wenzangu. Mimi niseme tu kwamba hiyo tarehe ya 17 ambayo siku ya leo uandikishaji umeanza, mimi niseme kwamba hata maeneo mengine yanayoendelea, kujiandikisha ni muhimu sana. Kujiandikisha ndiko kutaka kutufanya kwamba kalamu ya Mama Samia iendelee kusema, apate kula za kutosha, kwa sababu huwezi kwenda kupiga kula kama hujajiandikisha. Hata ukisoma maandiko yetu, nikiwa kama mchungaji, ukisoma kitabu cha Kutoka, inasema kwamba ni akina nani watakao kwenda. Na mimi niseme kama mchungaji na makanisa mengine huko wanaosikiliza, maaskofu, mashehe, kwamba siku tuanze kujitoa kwa wingi, tutoke kwa wingi kwenye majumba yetu. Tunao watoto ambao wamefikia umri ule wa kujiandikisha, tuwahamasishe wakajiandikisha. Tunao mabinti, tunao marafiki, tunao majirani, na hata mwenye pia usijisahau kwenda kujiandikisha, maana ni siku muhimu sana. Lakini pia tumeona kwamba hii kalamu ya Mama Samia inasema nini? Wana Dar es Salaam, kupitia ukumbi wetu wa Makunduchi Villa ambao uko hapa Undindoni Kigamboni, siku ya tarehe 26, kwa umoja wetu tulionao, na hiyo yote ni kwa sababu tu ya upendo na mapendo ya Mama Samia, kwamba tutakuwa na dua na iftari. Kwa nini niseme kwamba tutakuwa na dua? Na kwa nini tunaomba dua? Dua ni muhimu sana kumuombea mama yetu, kwa sababu hata hii amani ambayo tulikuwa nayo, wapo ambao hawapendi kuiona hiyo amani. Na hata tusoma maandiko kitabu cha Nehemia, wakati ukuta wa Yerusalemu unajengwa, walitokea watu akina Sanbalati, akina Tobia na Washidodi nao walikuwepo, walikuwa wakisema, walikuwa wakiomba nao dua kwamba hata mbweha apite juu ya ukuta usiendelee. Kwa hiyo wengine wanatamani hata madaraja haya yanayojengwa basi yabomolewe, yabomoke tu hata kwa maji. Lakini wengine wanatamani jambo lolote lile ambalo linalofanyika lenye maendeleo ya nchi isiwezekane. Lakini na ndio maana tumeona kwa umoja wetu hiyo tarehe 26
tutakuwa na dua ya nguvu, ili wao wanaiombea mabaya nchi hii, basi tuwezekana waweke mpira kwa pani, wasingize timu uwanjani. Baada ya kusema maneno haya, mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, na niseme kwamba tutatembea nchi nzima, mkoa kwa mkoa, kuhakikisha kwamba hii kalamu ya mama inasema nini. Tutaenda kwa viongozi wenzetu wa mila, tutaenda kwa viongozi wenzetu wa madhehebu yote, na kwa watu wote watuonyeshe miradi kwamba mama amefanya nini. Maana hii kalamu imemulika kila kona, hakuna mahali ambapo miradi haijafanyika ya mama. Masekondari mengi, shule za msingi ni nyingi, lakini pia mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika mpaka sasa. Baada ya kusema maneno haya, asanteni sana. Tumeandaa mfano wa certificate au cheti au tunu ya kumpa Mheshimiwa Mohamed Haji. Tunamkabidhi tunzo hii kwa kalamu ya mama, tunamkabidhi ili atufikishie kwa mama yetu. Kwa sisi tunaitangaza kalamu yake, na tutatembea mikoa yote. Mikoa tutatembea kwa kadiri ya uwezo wetu ili tufikishe taarifa hizi na watu wazione. Kwa hiyo tunawaambieni kama Mohamed Haji hapa, tutamkabidhi tunzo yetu hii, na inshallah atufikishe katika sehemu husika.